Maisha yamejaa changamoto nzito ambazo vijana wengi hivi sasa wamekuwa wakipotea. Vijana wengi wamejiunga kwa Lucifer pasipo kujua, na wengine kwa makusudi. Kijana ambaye unamwona mbele ya kamera amepitia changamoto nzito sana katika hali ya kujitafuta katika maisha na katika safari ya muziki. Sasa sina mengi ya kuzungumza sana. Mzungumzaji atakuwa ni yeye, ana mkasa mzito ambao pengine katika maisha kuna changamoto ambazo unazipitia zinaweza zikakupa diversion ya kuingia njia ambayo haipo sahihi. Brother, kwa majina, labda kabla tujaenda mbali zaidi, mtazamaji angependa kufahamu kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Silverstone TZ, ni msanii wa Bongo Flava, R&B na imba. Kwa hiyo niko vizuri kwa upande wa muziki, nafanya muziki. Sawa. Hivi kabla ya kufikiria kwenda huko ambako ulienda kujiunga kwa Lucifer, ni ulipata ushauri kutoka kwa marafiki au ulipata shinikizo hilo kutoka wapi? Of course masuala ya muziki yanahitaji sana pesa, yanahitaji pesa bro. Kwa hiyo kuhusu muziki na kuhusu huko nilikokuwa nimeenda kwa Lucifer, manake kilichotokea ni kwamba mimi nilikuwa nataka kuwa maarufu. Kwa hiyo sasa nakuaje maarufu? Nikajaribu kufanya muziki kwa namna ambayo inaweza kanifanya nikafika mahala fulani, ndo nikafikia level ya kufanya show. Baada ya kurekodi baadhi ya nyimbo, show zikawa zina watu lakini sio kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sasa nikakutana na rafiki yangu ambaye alikuwa ametokea South Africa. Ndio kama amekuja, yeye ni dancer, umeona, akawa ananielekeza kwamba yeye mazingira yake yamenyooka kwa sababu ya kujiunga huko kwa Lucifer. Kwa hiyo nikashawishika kupitia yeye, nikapenda maisha yake anavyoishi, na mimi nikachukua nafasi kwenda huko. Basi aliponipeleka nikapewa limitation, nikafanya vitu ambavyo vitanifanya nisogee pia kimuziki. Ndio kipindi kile nikawa najulikana sana, watu Silverstone nikitaja tu jina langu watu wanaelewa, wananifahamu, ni kwa sababu ya huko ambako nilipelekwa kwenye hiyo connection. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Sawa. Na labda wewe kwa mara ya kwanza umefikiria kwenda huko kwa sababu matokeo yalikuja kuwa tofauti, kwa sababu ulikuja kuwa na pesa, lakini kikubwa wewe ulifuata umaarufu. Je, uliridhika na wewe kupata pesa lakini ukupata umaarufu ambao uliutaka kwa kiasi kikubwa ambacho ulifikiria? Kiukweli kwa mwanzo niliridhika kwa sababu baada ya kuingia kule nikafanya nyimbo kweli zikaenda. Nakumbuka nilifanya na show ya kwanza nyumbani ambako nimetokea Ilole. Na nikafanya show kwa mara ya kwanza, lakini hamna mtu yote alikuwa anajua mimi napitia mkasa gani, unaona. Baada ya hapo hela nikaanza kupewa hela za matumizi, napewa kama 500,000. Kuna kipindi nilipewa 3 milioni napewa tu kabla ya kuanza rasmi mkataba huko kwa Lucifer, umeona. Kwa sasa yale maisha yakawa ni mazuri sana kwa upande wangu, nikayapenda, nikayafurahia kwa muda. Nikawa navaa cheni za gharama. Nilikuwa napewa zile cheni za 3 milioni, cheni za 3 milioni. Cheni ukikaa nayo mtu akikuona na akikukwapua kesi. Umeona, kama mambo mazito yani, umeona. Kwa hiyo yale maisha yakanifanya nikawa naishi maisha fulani mazuri, lakini kiukweli kwa ndani nilikuwa sina amani, kwa sababu nilikuwa nafikiria kwamba baada ya hapa sasa matokeo yatakuwaje, yatakuwa mabaya, umeona. Baada ya hapo ndo nikafikiri kwamba haya maisha nitakayokuwa naelekea kutakuwa sio kuzuri, kwa sababu vile vitu napewa na sijaingia kwenye mkataba. Maana kama nitaingia kwenye mkataba pengine yangetokea makubwa zaidi, umeona. Kwa hiyo nilipitia changamoto hiyo na nikawa na upweke sasa, baada ya kuanza kuwaza kwamba hizi hela napewa zinatumika na nini, lakini mimi hamna kitu chochote nalipia, umeona. Kwa hiyo ndo nikaamua kuachana na hilo swala, nikaanza kufanya kazi mimi mwenyewe. Nikaanza kufanya mimi mwenyewe muziki bila kutegemea huo mkataba wala nini, na yule rafiki yangu nikawa naye, ila nikawa labda mtazamaji ambaye anatazama hapa anaweza akawa na maswali. Ilikuwaje umpitishe enda, uliona nini na nini kilikufanya sasa hivi ni siwezi tena kuendelea na otoka, na nini ulikutana nacho kule? Yani tunatamani utupitishe safari nzima ya jinsi wewe ulivyojiunga na vitu ulivyokutana navyo, na mpaka ukaamua sasa ukasema sasa inatosha, hata kama ni hera basi naachana nazo. Bro, kule ni changamoto. Yani kule nilikutana na Lucifer. Huyu Lucifer unayemjua. Hivi Lucifer amefananaje? Lucifer hata namna ya kuelezea huwezi kuwa na namna nzuri ya kuelezea Lucifer. Lucifer anatisha bro. Lucifer anatisha. Kwanza unaweza ukazimia kwa sababu namna anapoonekana ni namna anapoonekana anatisha. Unakuwa kwanza na wimbi la mawazo mengi.
unawaza vitu vingi, unawaza kwa upana na uhalisia wake haonekani, ila tu anatisha. Na anakuja katika umbile gani? Katika umbile la mnyama, katika umbile la binadamu, au katika umbile gani? Lucifer anakuja katika umbile la mwanamke. Katika umbile la mwanamke. Saa nyingine anaweza kuwa kama katika umbile la mwanaume fulani ambaye ni handsome. Lakini sasa namna ile hali inavyo, yani anapokusogelea inabadilika, inakutisha, yani anaogofya, ni lazima utishike. Unaona? Anakuwa anatisha, yani na anapokukaribia kunakuwa kama kuna wimbi fulani, unaweza hata ukasogezwa huko pembeni, yani hivyo. Anatisha Lucifer. Na labda sasa, baada ya wewe kumuona Lucifer, ulimuona katika mazingira gani? Mimi nilipelekwa kwenye hicho chumba kwa ajili ya hayo mazungumzo ya kujiunga na hicho chama. Unaona? Nilipopelekwa kwenye hicho chumba nikaambiwa tu tunakuacha hapa kwa muda fulani alafu tutakurejea. Unaona? Kwa hiyo sasa walivyoniacha pale, mimi nilijua tu labda ni mtu anakuja tunafanya mazungumzo, lakini baada ya kuniacha pale pakabadilika, pakawa rangi tofauti na ile ambayo ilikuwepo. Pakabadilika, yani mazingira sio yale, ila uweze kujisogeza, uweze kufanya nini, uweze kupiga kelele. Unaona? Yani kule sio bro, mimi kwanza sitamani hata kurudi. Na labda sasa, baada ya kumuona amekuja hapo, labda yeye ni nini ambacho alikuambia, au ni nini ambacho aliongea? Je, anaongea kwa lugha hii ambayo tunaongea mimi na wewe, au anaongea kwa sauti gani au kwa lugha gani? Hapana, sauti ya Lucifer isikiki hivi kawaida kama mimi na wewe tunapoongea. Sauti ya Lucifer inasikika akilini huku. Yani akilini. Yani unamuona anaongea labda mijongeo ya mdomo, lakini sauti haisikiki live, inasikika kwa namna ya akili, yani unasikia huku kwenye ubongo. Yani kama mnakuwa connected. Yani kama unakuwa connected, ndio. Yani hasikiki hivi kwa masikio ya kawaida. Na hata wewe namna unaposikia ni kama sauti na mawimbi hivi. Lucifer anatisha bro. Na wakati unaenda kumuona kwenye hiko chumba, ulikuwa peke yako au mlikuwa wengi? Hapana, pale aliniacha peke yangu. Wenyewe wakatoka. Waliponiacha pale ndo nikahisi tu mazingira kubadilika baada ya wao kutoka. Kwa mazingira yalipobadilika nikawa sina cha kufanya. Nikawa tunaulizwa maswali pale. Kwamba uko tayari kuna niliu. Sasa aliponiuliza kwamba uko tayari hiki ulichoamua kukifanya, nikakubali. Akauliza tena, nikakubali. Anauliza mara nyingi, akauliza tena. Baadaye nikaona ile hali anavyozidi kuuliza, kuna hali namna fulani mimi najisikia ni kama kuna kitu kinataka kunitoka hivi. Unaona? Kwa sasa ile hali ikanifanya nikaogopa. Unaona? Baadaye nikashindwa kujibu. Akawa kama amechukia, amepata chukizo kutokana na vile sijajibu kulingana na yeye anapotaka. Unaona? Kwa hiyo ikawa hivyo. Ikaniendea vibaya namna ya kujibu, nikakaa kimya, ndio baadaye nikaondoka kwa hotel. Nilipotoka tu pale kutoka pale sikuongea na mtu yote mpaka nikachukua usafiri. Tayari nilikuwa mfukoni nilikuwa na milioni 1.2. Nikachukua usafiri, sasa nifika kutoka nikarudi. Na sasa baada ya kurudi, nini ambacho ulikifanya? Yani baada sasa umetoka kule, nini ambacho ulitakiwa kukifanya na nini ambacho ulikifanya? Na niliporudi nilikuwa na mpango wa kufanya show ya pili kule nyumbani, kwa sababu si nilikuwa na hela. Nilikuwa na hela tena hiyo milioni ya nilikuwa tayari na milioni 2 na hakika za point. Kwa nilirudi nikagaidi sasa ile process. Niliona kama kufanya muziki ni kufuru. Niliona kama kuna namna unakuja kufanya muziki kulingana na situation ilivyokuta. Lakini kuna brother zangu mmoja nilikutana naye akanielekeza vizuri, akawa nikawa nimemsimulia hicho kilichonikuta, unaona, ili kwa ajili ya kupata ushauri. Ndio akanielekeza kwamba mbona wewe una kipaji alafu tayari ushakuwa unafahamika sana, unaona. Silverstone kataja vizuri jina langu, na mimi mwenyewe sikujua kama yeye anajua kuhusu mimi, lakini alinielekeza kwamba mimi nafanya muziki na nini, ndio nikapata namna nzuri ya kuwa huru kumuelezea. Kwa hiyo baada ya pale ndo akanishauri kwamba kwa nini nisikomae tu niwe na njia sahihi. Kwa hiyo mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa tayari nishaamua kuachana na yale maswala, nikaamua kuwa sawa, kuwa stress, ukaona. Nikakaa sawa, nikatuliza ubongo, nikaamua sasa kwamba nataka nifanye muziki, lakini bila mambo ya kwenda kwa Lucifer wala nini. Nilikuwa najitegemea mwenyewe, nafanya muziki, nikaanza kuimba kwanza live. Kuna radio kadhaa hapa nimefanya kazi, lakini siwezi kuzitaja, ila nimefanya kazi naimba live.
nafanya hivyo sana. Baadaye nikafanikiwa kurekodi EP. Kuna nyimbo kama Sometimes nishapost tayari kwa YouTube na nini hivyo nimefanya. Kwa hiyo namshukuru Mungu, sasa niko sawa, naendelea kufanya kazi na watu wanaenjoy muziki mzuri, na hata hivyo juzi nimetoka kufanya show. Yeah. Inafahamika kwamba au imesemekana kwamba njia ambao ulitumia mwanzo ndio njia ambayo wasanii wengi wa hivi sasa wanazitumia katika hali ya kupata umaarufu na hali ya kupata pesa. Wewe unakiri kwamba ulijaribu kujiunga kwa Lucifer, hatimaye ukajitoa. Unahisi kutakuwa na urahisi wa wewe hivi sasa haupo huko kwamba ukafanikiwa? Mimi naamini kwa sasa nitafanikiwa kwa sababu nimeshaamua kufuata njia moja. Ya katika mafanikio bro, kuna vitu vingi. Muziki unahitaji kwanza akili ya msanii pia iwe sawa. Muziki unahitaji akili ya msanii, ufikirie idea nzuri za muziki, hicho unachokizungumzia katika muziki ni nini. Unaweza kuwa na idea nzuri, ukawa na sound nzuri, watu wakaelewa muziki, ukasogea pia. Lakini pia kuishi vizuri na watu ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo niliamini kupitia kuishi vizuri na watu unaweza kufika sehemu kubwa zaidi, na pia anaweza kufanya vitu vikubwa zaidi ambavyo Mungu pia anaweza kupendezwa navyo, ila sio tena masuala ya Lucifer. Yeah. Kwa hiyo unaamini kwamba utatoka kwa njia ambayo wewe huoni kama pangine kule ambako umetoka wanaweza wakafanya kizuizi chochote cha wewe kuto kufika popote, kwa sababu tayari kama hivi unatoa siri zao? Kutoa siri zao, mimi najiamini. Kutoa siri zao ni kwamba ukiwa umeungana naye yule Lucifer, ukionyesha nia ya kutamani, basi anaweza kucontrol. Lakini kwa sababu mimi sijaonyesha nia ya kuwa naye tena, nishaachana nayo mambo. Kwa hiyo naamini Mungu pia atanisimamia katika hili. Mtazamaji wangu, nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, utabonyeza maneno hayo, kisha utabonyeza alama kengele, utatani on notification, na ukifanya hivyo tayari unakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu punde zinapokuwa zimetokea. Tupo na ndugu yetu ambaye kidogo alipotoka akataka kuingia kwa Lucifer. Kile alichokutana nacho ndicho ambacho anakisema, lakini hivi sasa anakiri yeye kwamba hayupo tena huko. Labda wakati upo huko, kuna ndugu yoyote au mtu wa karibu yoyote ambaye hayupo kwenye chama hicho wala hajui silizo, alijua wewe kama upo kwa huko kwa shetani? Yaani kuna viashiria vyovyote ambavyo vilikuwa vinakuashiria wewe haupo katika utaratibu wa kawaida? Mimi sidhani kama ndugu zangu walikuwa wanajua hilo, sidhani, kwa sababu hata nilipofanya maandalizi ya show nilitumia hela, ila nafikiri watu wenyewe walikuwa wanajua tu kwamba hela ninazo, lakini zitatokana na huo muziki. Unajua nyuma ya muziki, unapopata mafanikio kupitia muziki, watu wengine hawawezi kujua kwamba hela unazipateje, umeona? Lakini inakuwa ni siri ya msanii, umeona? Kwa hiyo hata mimi kupitia muziki ninaofanya nilikuwa napata hela, lakini vinavyoendelea watu wanajua natumia hela zinazotokana na muziki. Lakini ukweli ni kwamba asilimia za hela ya muziki ni 30%, nyingine zilikuwa zinatoka kwa Lucifer. Kwa wafuasi wa Lucifer, kwa sababu nilikuwa bado sijajiunga kamili. Kwa maana ya kwamba wewe ulikuwa bado hujajiunga kabisa, yani ulikuwa bado upo hujaingia kabisa. Ndio, lakini wale mawakala sasa walikuwa wananifanyia connection ili kuingia, ndio walikuwa wananifanya naishi vizuri, wananipa pesa, wananipa nini. Lakini namna shetani anavyoogofya hapo, mimi roho yangu haiwezi. Ukaogopa. Nikaogopa. Ongea na Lucifer sio kitu cha mchezo bro. Sio kitu cha mchezo. Na wengine wanasema kwamba ukishazijua siri za huko utakufa, lakini tunaona wewe upo na unaendelea kudunda na unatoa hizo siri. Haikutishi wala haikukupeshi hata kidogo kwamba unachokifanya kinaweza kikagharimu uhai wako? Bro, yule alionipeleka kuna namna aliongea. Aliniambia kwamba kuna kafara, lakini kafara unaweza ukatoa ya mtu ambaye unampenda zaidi. Kwa hiyo alipoanza kuongelea hayo masuala, mimi nikaona bro, mimi nampenda mama bro. Nampenda mama sana. Yaani mamangu nampenda sana. Wazazi kiujumla, wazazi nawapenda sana, ndugu zangu nawapenda. Kwa masuala ya kafara mimi sikujua kama itakuwa ni masuala ya kafara, umeona? Kwa hiyo swala mimi likanishinda. Mimi siwezi. Na unatuambia tayari ulikuwa unapewa hizo milioni 3, milioni ngapi, na hapo bado hujajiunga. Laiti ungejiunga, uliahidiwa kiasi gani ambacho pengine ungefanikiwa kukipata? Niliambiwa kama nikijiunga hela nitakuwa nazo muda wote ninaotaka. Nitakuwa nazo muda wote ninaotaka. Nitafanyia chochote, hela zozote ninazozitaka mimi nitazipata. Kwa sababu kuna limit. Hizo pesa za Freemason ninapewa kulingana na umri. Ukiwa chini ya miaka 20 unapewa
unapewa kiwango cha chini, kiwango fulani cha kutumia pesa, lakini pia ukiwa na miaka kuanzia 20 mpaka 30 kuna kiwango pia cha matumizi ya hela ukiwa Freemason. Kuna kiwango pia miaka 45 hivyo, kwa sababu huwezi ukapewa hela nyingi sana pia ukiwa na umri mdogo. Unakuwa na hela nyingi lakini sio kuzidi kiwango hivyo. Na labda huyo rafiki yako ambaye aliconnect huko, yeye bado yupo au yeye kajitoa pia? Yupo, yani yeye yupo, ila sijajua kama sasa hivi anaendelea vipi, ila yupo. Yupo, ni dogo fulani anaitwa Foka. Na wewe sasa baada ya kujitoa, umejitoa na kama hivi unatoa siri zao na yeye bado yupo huko, unahisi akiona, kwa sababu media yetu ni media kubwa, akiona hii interview haiwezi kukuletea madhara? Pana kiona haiwezi kumletea madhara, kwa sababu mimi naamini hata yeye hakwenda yeye kama yeye, kuna watu walimpeleka. Kwa hiyo siamini hivyo, na kama ataona pia kusubiri rafiki yangu hamna hiyo. Kwa sababu mimi nasema hivi kwa ajili ya faida ya watu wengine, kwamba wategemee uwezo walionao. Mimi ni msanii mzuri, nafanya nyimbo kali zina hit, na nakuwa na mafansi wengi, napata shows, lakini hayo mengine ni tamaa. Kwa hiyo mimi nasema hivi kwa ajili ya watu wengine kujifunza kwamba wasiingie kwenye tamaa na wakafanya vitu ambavyo vitawafanya wabustike, ila mawazo mazuri. Unajua content ni namna wewe ambapo unaweza kuipangilia. Ukiwa na mawazo mazuri unaweza kuimba nyimbo kali, ukiwa na melody kali pia. Melody kali inamfanya mtu unasogea pia, kwa sababu kuna wengine wanapenda kusikiza melody na ujumbe, wengine wanapenda kusikiza ujumbe, melody inafuata baadaye. Ndio maana hata comedians hivi wanafanya muziki na zinasogea. Na labda sasa kikubwa ambacho wangekifanya wao ili usikike ni kipi? Kwamba ungeandikiwa nyimbo, ungetungiwa nyimbo, au ungepewa uwezo wa kila ambacho unafikiri wewe kikaenda viral? Wenyewe waliniambia kwamba nitakapokuwa naendelea na masuala ya muziki ni kwamba nitakuwa najaza sana watu kwenye shows. Kwa hiyo watu wakijaa watakuwa, kuna baadhi ya watu watakufa kwenye shows. Kwa hiyo ndio pengine ingekuwa kafara. Kwa hiyo nikafikiria kwa upana, yani niwe kwenye show nijaze watu mpaka wengine wape. Hiyo level hapana. Mungu pia naamini hawezi kupenda hivyo. Yaani kwamba uwe unatoa kafara kwenye show. Kwenye show pale kwamba mashabiki wanakuwa wamejaa sana mashabiki. Kwa hiyo wengine wanaweza wakakanyagana mpaka mmoja akafa. Hiyo ndio inakuwa kafara. Na wasanii wengi inatokea hivyo kwa Marekani huko, kwa sababu ilikuwa bado kidogo niende USA. USA angekupeleka nani? Wangenipeleka wao, kwa sababu walikuwa serious. Wamesema wenyewe, walidai kwamba mimi na nyota yangu ni kali. Kwamba na nyota kupendwa sana na mashabiki. Ngoma zangu ni kali pia. Kwa hiyo kainiambia kwamba kama nitajiunga tu naweza nisiishi kabisa Bongo, nikaishi huko USA. Hivi Freemason wanatumia njia ipi? Wanashawishi au wanalazimisha? Yaani kwamba ukienda wanakupa vitu vya kukushawishi au wanakulazimisha lazima ujiunge? Hapana, wanakupa vitu vya kushawishi. Freemason hawakulazimisha, kwa sababu Freemason hawachukui kila mtu bro. Freemason wanachukua mtu mwenye anayejitambua, mwenye utashi, mwenye uelevu. Freemason wanachukua mtu ambaye ana kitu, yani wanachukua mtu mwenye kitu ambaye hata wakikuchukua hata hawezi kujua kwamba wewe uko Freemason hauna kazi. Like me, wamenitaka mimi kwa sababu wanajua pia na kipaji cha muziki na nyota kali, kama walivyosema kwamba kupitia muziki nitaonekana kama mimi napata hela kupitia muziki tu, lakini kumbe nimejiongeza, umeona? Kwa hiyo Freemason wanachukua mtu ambaye ana kitu, yani hivyo. Wenye vipaji vya kucheza mpira sana wapo kule, wenye vipaji vya comedian wakubwa kama kina Mr Bean, kina nani, unaona, kama hivyo walikuwepo kule, kina Michael Jackson. Kwa hiyo Freemason wanachukua watu wenye vitu, unaona, watu maalum. Na ukiona unafuatwa ujue wewe kweli ni maalum. Sasa vijana wengi sasa hivi tumekuwa na tamaa sana. Vijana wengi tukiona mahojiano kama haya kuhusu Freemason, kijana mwenzetu alikuwa Freemason, tunatamani kwamba tuingie huko, kwa sababu kila mtu sasa hivi anapenda mafanikio. Labda kijana anayekutazama akaona akatamani akasema ajiunge. Hivi wewe mtu ambaye anakuja kwako anaomba, bwana brother, naomba unielekeze nijiunge huko, wakati wewe ulitoka na unajua mabaya yake kule, huwa unamwambia neno gani ambalo litamfanya kijana huyo asitamani tena kuingia huko Freemason? Mimi bro,
Mimi kijana sasa hivi akiniambia kuhusu Freemason, mimi namwambia fanya kazi. Fanya kazi. Kwa sababu mimi nina watu. Mimi naishi na watu marafiki zangu, majirani zangu. Watu ndo wanafanya mimi naishi kwa amani, naishi vizuri. Watu ndo wananifanya napata connections za shows, hizi shows za muziki ambazo nafanya za performance ya live na show ya majukwaa. Watu kulingana na wanapokuona, wanakukubali, basi ndo wanakufanya unasogea kwenye nafasi za juu. Kwa hiyo nawashauri wafanye kazi, yani waache kuwa na mawazo potofu. Kama mtu unajua kuimba, basi kipaji pia kitaongea. Yani wewe namna unapofanya muziki, basi kipaji kinaongea. Mtazamaji wangu, tunaendelea kupiga story na ndugu yetu ambaye alijiunga Freemason, lakini kwa bahati mbaya au tuite ni bahati nzuri akaamua kujitoa kwa sababu Na nyinyi mashabiki nawapenda sana. Shout out kwa Ana. Lakini pia napenda sana support. hivi ikitokea labda wasanii wakubwa ambao wako wana record label kubwa, pia wanamiliki wasanii wakakutaka, upo tayari